Wiki hii ni wiki ya kuadhimisha siku ya wauguzi duniani na inatokana na tarehe ambayo muasisi wa taaluma ya uuguzi Bibi Florence Nightingale alizaliwa, ambayo ni tarehe 12 mwezi wa 5. Kwa hiyo kila mwaka tarehe hizi tunakuwa tukiadhimisha siku ya wauguzi duniani, na lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakumbushana wauguzi tulikotoka, tulipo na tunakoelekea. Kwa hiyo kuna mambo mengi huwa tunayajadili kipindi kama hiki, ikiwa ni pamoja na kuwa na mikutano ya kisayansi kwa ajili ya kujadili maendeleo mbalimbali yanayohusiana na taaluma ya uuguzi. Na jambo hili linafanyika katika hospitali moja, lakini pia inaweza huwa tunalifanya kitaifa. Na kipindi hiki katika mwaka huu tunalifanya kitaifa katika mkoa wa Arusha, pale katika ukumbi wa kimataifa wa AICC. Katika taasisi yetu siku hii ni muhimu sana kwa sababu inatupa sisi kama wauguzi kukaa kwa pamoja na kuangalia namna gani tunatoa huduma zetu na mambo ya kuboresha. Na ni siku ambayo inatupa pia kukumbushana wauguzi na kujua majukumu yetu na mchango wetu katika taifa letu. Na ukiangalia muuguzi yuko kila mahali katika maeneo ya kutolea huduma. Ukienda upande wa OPD au kwa wale wagonjwa wa nje, mgonjwa akija, mtu wa kwanza atakayekutana naye ni muuguzi. Ataenda pale, atapimwa, ataangaliwa hali yake. Kama ni kupewa kipaumbele cha kwanza, atapewa kipaumbele, anapelekwa kwa daktari, atapata huduma, atarudi kwa muuguzi. Ikionekana anahitaji kulazwa, basi atapelekwa wodini. Akipelekwa wodini, mtu wa kwanza atakayekutana naye kumpokea ni muuguzi. Muuguzi yule atakuwa na huyo mgonjwa kipindi chote atakachokaa hospitali. Kama ni mgonjwa wa kwenda ICU, akitoka kwa mfano ni operation au labda amezidiwa, utakuta mgonjwa huyu mtu wa kwanza atakayempokea ni muuguzi. Kwa hiyo muuguzi yuko kila mahali. Ukienda theater ni hivyo hivyo. Mtu wa kwanza anayempokea mgonjwa kabla kwenda theater na kufanya ukaguzi wa kina kuona kama mgonjwa anaenda kufanywa nini na ni mgonjwa sahihi ni muuguzi anayehusika. Na kwa hiyo kila mahali ambako huduma za afya zinatolewa, muuguzi yuko kwenye mstari wa kwanza kabisa katika kutoa huduma. Kwa hiyo muuguzi ni mtu muhimu sana katika ustawi wa mtu mmoja, wa familia na wa taifa kiujumla, na wana mchango mkubwa katika masuala mazima ya uchumi wa kitaifa, kwa sababu kama tunaangalia afya za wananchi, basi tunachangia kwa kiasi kikubwa sana katika uchumi wa kitaifa. Kwa hiyo ni wiki ambayo ni ya muhimu sana kwetu, kukumbushana umuhimu wetu na kazi yetu, lakini pia tunakumbushana kuhusu maadili yetu, kwamba tuna maadili yetu ya kitaaluma, tuyazingatie, tuyafuate ili tuweze tukatoa huduma zile ambazo zinatakiwa kwa wananchi. Kwa hiyo wito wangu kwa wauguzi katika hili ni kwamba ni muhimu sana tuendelee kuzingatia maadili yetu ya kitaaluma, lakini pia tuendelee kutoa huduma kwa bidii na kwa juhudi, kwa sababu Watanzania wanatutegemea sisi. Sisi ndio tuko mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba huduma zinakwenda vizuri. Kwa hiyo tukilegea, tunaweza tukasababisha madhara makubwa kwa Tanzania wenzetu. Kwa hiyo niwapongeze wauguzi kwa kazi kubwa wanayoifanya na ya muhimu sana katika taifa letu, lakini pia niwaombe tuendelee kuifanya hii kazi kwa bidii, kwa moyo, kwa upendo na tukizingatia maadili yetu. Ninayo furaha kuikuta wiki hii ya maadhimisho ya wiki ya wauguzi duniani, kama ambavyo kila mwaka tunafanya tunaadhimisha maagizo ya muasisi wetu Florence Nightingale, ambaye alitufananisha na malaika, kwani malaika huwa hawatendi dhambi, wanafanya kile ambacho Mungu amewaelekeza. Basi na sisi profession yetu inatuelekeza tuwatendee haki wagonjwa ili mwisho wa siku wapate faraja. Hongereni sana wauguzi, tujivunie profession yetu.
Ukijibu kwa wakati utai